Okay, ni katika sehemu ya 13 ya simulizi yetu nzuri ya Labda Mapenzi Siyajui, andiko tamu kabisa kutoka kwa Sam Dafur. Na leo kupitia simulizi yetu media basi tuko na mwendelezo huu hapa, na ni mara baada ya kuipata kuanzia ile sehemu ya kwanza mpaka sehemu ya 12 na hii ni sehemu ya 13. Karibu sana kuendelea kuwa mwanafamilia wetu. Kwa ambaye bado hujajiunga na sisi, subscribe channel yetu, lakini usisahau ku like, kushare bila kusahau kuacha comment yako hapo. Usisahau pia kuendelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu yote ya kijamii. Ukiandika jina la simulizi zetu media tutapata pale Facebook, Instagram, Audiomack, lakini pia TikTok. Tuko pia na group letu la WhatsApp pale zuri kabisa. Mimi nakwambia sio kama nakutisha, lakini hii ni sehemu nzuri sana ambayo inawakutanisha wapenzi wa simulizi. Na group letu ni nzuri sana. Hivyo wote karibuni bila gharama yote. Ni wewe tu kutuma ujumbe WhatsApp pale kwenye namba ya simu ya 0757567253 na moja kwa moja utaungwa kwenye ile familia kubwa ya wapenda simulizi wenzako. Basi mimi nikualike rasmi katika mwendelezo wa simulizi hii, na tukikumbuka katika sehemu iliyopita ilikuwa basi ni wakati ambapo Dorika aliamua kumpigia simu Allen na kumwambia kwamba yeye ndo kila kitu na yeye ndo anafanya kila kitu, na akampa chaguo kwa sababu alikuwa amebakiwa na herufi moja tu ya E. Achague ama auawe yeye Allen ama auawe yule kiongozi mkuu wa majambazi anayekwenda kwa jina la Devinyo. Sijui nini ambacho alichagua Allen, lakini alionyesha kwamba alikuwa amekasirika sana. Karibu katika mwendelezo, na tunarudi pale pale tulipoishia, lakini tunarudi nje kidogo ya jiji la Dar es Salaam ambako Solomon King alikuwa yuko pamoja na Dorika pembezoni mwa bahari, eneo la Kichangani ambapo ni Kigamboni huko jijini Dar es Salaam. Basi alimleta katika eneo hili akiwa na lengo la kupanga namna nzuri ya kufanya mauaji kwa watu ambao walikuwa wamebaki. Basi upepo uliendelea kuwapiga na walikubaliana na kila hali. Ilikuwa ni eneo ambalo Dorika kwa kufika kabla, kwa hivyo muda wote alikuwa akiangalia bahari. Baba, hapa mpajuaje? Aliuliza Dorika. Sijapajua kabla, ila niliona kama ni sehemu sahihi sisi kuja kufanya mambo yetu. Kwamba unamaanishaje? Namaanisha kwamba tumebakiza only one alphabet na bado sijajua nani ambaye anatakiwa kufa. Alizungumza na kaka kimya Solomon King, na kisha akatupa jicho kwa binti yake. Tabasamu zito lilikuwa katika uso wake. Dorika naye alipokea tabasamu la baba yake kwa sauti ya upole hivi akamwambia, "Nahisi Allen tu, hakuna mwingine, na kama ikishindikana basi tufanye mpango wa kuua wote kwa pamoja." Inawezekana, lakini namna ya kuwapata hapo ndo kuna kazi. Nilivyoongea na Allen ujue, najua atakuwa anajiandaa kulipa kisasi, yani hakuna kingine, lazima itakuwa hivyo. Labda, lakini kwa nafikiri tufanyaje? Kurudi tena katikati ya mji atupaswi, na dhani hatutakiwa kuwa hapa sasa hivi, inabidi turudi kule mjini. Tunapaswa, maana kuwa hapa pia sidhani kama tungeweza kuongea vizuri kama hivi, Solomon alimwambia binti yake. Na ilikuwa ni kinywa ambacho katika mkono wa Dorika kilitazama kwa muda kabla ya kuwekwa mdomoni, na kisha akasema kwamba, "Afu baba, hivi ipi hatima ya haya yote? Yani baada ya hapa kinafuata nini?" "Simple and clear mwanangu. Hilo hata mimi nilikuwa naliwaza. Then what is your take? Ukisema ukimbia utaenda wapi, na ukisema ubaki kuna mawili, kati ya kwenda jela ama utakuwa miongoni mwa watu ambao huenda watanyongwa," alisema Solomon King. Ila vyote hivyo sio kitu kama tukishindwa kumuua Allen. Huyu ndio muhimu zaidi. Yani mimi niko tayari kupokea adhabu yote. Okay, mimi nitahakisha nafanya hilo. Yani nitafanya hivyo. Yani muda ukifika tu na hakika kwamba nitafanya hivyo. Dorika alimwambia baba yake, na stori za hapa na pale ziliendelea, lakini Dorika alionekana kama ni mtu ambaye muda wote alikuwa na mawazo hivi. Kichwa chake kilikuwa kiwaza namna nzuri ya kumaliza kesi ambayo kama angemuua Allen basi ingekuwa mbele yake. Kikubwa ni kumuua tu, alisema kwa sauti mpaka babake akapigia cheki. Kumbe, yani bado kichwa chako kwa kinawaza hiyo mada. Ndiyo, unajua huyu mbwa bwana, yani mimi namtamani sana. Hata hivyo, tunatakiwa kwenda kwenye kaburi la Bernard. Baada ya muda huu ama ni muda gani? Dorika aliona na kila sababu ya kwenda katika kaburi la Bernard ambako huko angefanya maombi ya kumjuza kile ambacho kwa kinaendelea. Solomon King naye aliona binti yake alikuwa sahihi kabisa kufanya kile ambacho alikuwa akikifikiria. Na hivyo ndivyo ambavyo walikuwa wamekubaliana kwa siku ya leo. Hasa ni upande wa pili ambako inspector alikuwa anauliza swali kwamba kwa nini uliniuliza kuhusu kifo cha Bernard? Ulikuwa na maana gani? Hili lilikuwa ni swali la Inspector Salim kwenda kwa mwandishi wa habari ambaye alikuwa amefika ofisini kwake. Inspector aliona na kila sababu ya kumtumia mwandishi huyu ambaye alikuwa anaitwa Nkaunka John katika kukamilisha kesi yake, kutokana na swali ambalo
alikuwa ameulizwa wakati wa press conference. Niliamua tu kwani kuna ubaya? Mwandishi huyu alijibu huku akijidosa vidole vyake hivi. Unafahamu lipi kuhusu kifo chake? Aliuawa. Mkaunka alisema hivyo bila hata kufikiria. Inspector alikaa kimya huku akiwa ametumbua macho. Jibu ambalo alikuwa amepewa lilienda kumweka katika kizingiti kizito ambacho ili kuvuka kilihitaji kuuliza swali lingine kwa mwandishi huyu. Ilikuwaje na nani ambaye alifanya hivyo? Sidhani kama sheria itanipa uhuru wa mimi kuwa huru baada ya kusema haya, alizungumza mwandishi. Kwa nini? Kwa sababu kuna wivu. Wivu wa nini sasa? Wa mapenzi. Kwa nani? Hapo ni Dorika, Bernard na Allen, alisema mwandishi huyo kwa mafumbo hivi. Mkankauka hakutaka kuweka wazi kile ambacho alikuwa kikizungumzia kwake. Alifahamu wazi tabia za polisi wengi huwa ni wasaliti. Wanaweza kuambiwa kitu na muda huu baadaye kikabadilika. Kutokana na tabia hii, aliamua kujilinda kuweza kuzungumza kila kitu. Unajua sijaelewa. Utaelewa tu. Kwani kabla ya Dorika kufunga ndoa na Bernard, penzi lake ilikuwa chini ya nani? Ilikuwa chini ya Allen. Basi huyo ndo ambaye amemuua Bernard. Ushahidi hapa. Alitoa picha siku ya tukio wakati Bernard akiwa anauawa. Inspector alipokea picha na kisha aliruhusu macho yake kutazama picha ile vizuri mno. Ndita zilizokuwa katika macho yake zilikuwa ni kubwa sana. Hivi huyu si marehemu huyu? Aliuliza inspector. Yes, kila mmoja kafa kwa herufi zake. Mpaka sasa hivi mpata herufi ngapi? Nimepata B, E, A, R na D. Alitamka herufi zile. Basi baada ya kutamka herufi kwa mpangilio ambao yeye aliutengeneza, lisi labda kwa kuna jina linakuja katika kichwa chake. Ina maana hivi ni kweli na sound nikizitengeneza hizi herufi kweli napata Bernard. Okay, ndio umejua sasa. Lakini bado kuna herufi moja. Hadi sasa wamebaki wawili sasa. Kwa hiyo jukumu lako kuweza ni kuzuia au kuacha. Uzuia mauaji yanaendelea ni vipi, is up to you. Alizungumza mwandishi yule wa habari na kisha aliondoka. Basi inspector aliwaza mno. Aliona na kila sababu ya kujenga karibu na waandishi wa habari ili aweze kufahamu mambo mengi sana tofauti na mwanzo. Alisi labda nani ambaye atakuwa amefanya yote alikuwa haelewi. Lakini baadaye aliuliza, hivi unahisi nani ambaye atakuwa anafanya yote? Kisasi kinafanywa na mtu aliyekuwa katikati. Nani huyo? Jibu utapata ukiwa tayari kukubali kuumiza kichwa chako, alizungumza mwandishi huyo ambaye alikuwa bado hajaondoka, na kisha aliondoka mahali pale akimwacha inspector ambaye alitoa simu yake katika mfuko na kupiga. Apatikane Allen popote alipo, alitoa maelezo mara baada ya simu yake kupokelewa. Na sasa ni upande wa pili ambako tunaona kuna maongezi wakati Allen akiwa analia anasema amemuua Catherine na anatakiwa kupatikana muda huu mtu yote ambaye amemuua. Jamani, yani yule binti kweli yani Dorika kumuua Catherine na nyumbani sijamkuta. Alikuwa akiongea na Devinyo ambaye alikuwa amejinamia katika gari. Machozi yalikuwa yakimtoka sana. Hakuona kabisa msiba wa ndugu yake. Unajua mimi nilishawahi kuhisi kitu kama hicho, ila huyu dem si anatafuta kufa kabisa. Mbona tunampata simple? Devinyo, hebu sikiliza. Hatuwezi kumpata Dorika yani simple hivyo bila kuweka bidii au kudili na familia yake. Kwamba unataka kusemaje? Mama yake anapaswa kupatikana muda huu, alisema Allen. Allen alichokuwa anahitaji ni kuhakikisha Dorika anapatikana katika mikono yao kwa hali na mali. Haijalishi angepatikana akiwa hai au amefariki, lakini kwake ilikuwa ni lazima apatikane. Kwa kuwa Dorika alikuwa amekimbia, njia pekee ambayo aliona inafaa ilikuwa ni kwenda nyumbani kwa mama Dorika ambako huko angemtika mama yake. Devinyo naye ingawa njia hii kwake alikuwa anakubaliana nayo, lakini aliona kama akiwa makini huenda ingefanya kazi zaidi na kwa ufasaha sana. Akauliza, kwa hiyo baada ya hapo utanikuta eneo la makaburini. Alafu tunamuuliza wapi mtoto wake alipo, akishinda kusema tunamzika akiwa mzima. Makaburi yapi sasa? Tutamzika Sinza tu. Basi walikuwa wamekubaliana na Allen. Allen baadaye aliondoka katika eneo lile ili aanze maandalizi ya vifaa vyote muhimu ambavyo vingetumika kuchimba kaburi kwa ajili ya kwenda kumzika mama Dorika. Devinyo naye alikuwa na kazi ngumu sana yenye kurahisisha vitu hivi, na ni kwa mbali alikuwa ameshajua kila njia ambavyo inatakiwa ifanyike namna ya kumteka mtu. Kwa hivyo aliamua kuanza safari ya kwenda kumteka mama Dorika. Ni upande wa pili sasa tunasikia sauti kutoka kwa Tausi ambaye anasema mkuu, hapa kwake hayupo na hata ofisini pia hayupo. Ilikuwa ni sauti ya Tausi ambaye alikuwa amesimama nje ya nyumba yale na akiwa na askari wasiopungua 10 hivi ambao walikuwa na mitutu. Ameenda wapi? Hatujui, ila tumepanga kuendelea na uchunguzi. Fanyeni hivyo. Hakikisheni kwamba anapatikana kwa hali na mali. Lakini pia Solomon King apatikane muda huo pamoja na binti yake Dorika. Sio tumeelewana? Sawa, tumekuelewa mkuu, alisema Tausi na alikata simu.
Alirudi kwa wenzake ambao walikuwa wakimtazama muda wote. Mission inazidi kuwa ngumu. Kwa nini? Tunatakiwa kumpata Solomon King. Yaani ukiachana na Allen lazima tumpate. Wapi sasa atapatikana? Labda ni nyumbani kwake, lakini sina uhakika sana katika hili. Hakuna shida, tuondokeni, tutampata tu. Mazungumzo haya yalikuwa kati ya Tausi pamoja na Mavunde ambaye alikuwa ni kama dereva katika msafara ule. Basi baada ya kuongea, waliamua kupanda gari na kisha hao waliondoka kuelekea katika nyumba ya Solomon King, ambako huko wangemchukua King na kumpeleka kituoni endapo basi wangemkuta. Basi ni saa 2 kamili za usiku ambapo wakiwa katika gari, Solomon King pamoja na Dorika, ghafla simu ya Solomon King iliita. Alipotazama alikutana na namba ngeni ambayo ilisema somebody is calling, kuna mtu anapiga. Nani sasa? Waliulizana. I don't know, ni namba mpya. Kwa hiyo alihitaji kupokea namba yote ili kuanzia sasa hivi, King alisema akirudisha simu ile mbele kio. Basi waliendelea na safari hadi walipokaribia Mji Mwema na taa za barabarani ziliendelea kumulika na wao hawakujali. Kwa hiyo Daddy, baada ya kutoka makaburini nini kitafuata? Hakuna la ziada. Yaani kama sio kumwali na hakuna kingine. Kama hivyo hapo. Basi kabla Dorika jamalizia kujibu naye simu yake iliita. Alitoa alipotazama alikuta ni kaka yake Deo anapiga. Akamwambia baba, Deo anapiga. Kuna nini kwani? Sifahamu, acha kwanza nipokee, alisema Dorika akipokea simu na kuweka sikioni. Uko wapi? Uko wapi? Mama katekwa, atauawa muda, yani atauawa huyu, nakwambia muda si mrefu. Deo alisema. Wewe unasemaje? Mama kafanyaje? Katekwa, nimeambiwa hata dada wa kazi naye kapigwa vibaya, yani nusu. Basi kabla hajamaliza kuongea, Solomon King alichukua simu na kuweka sikioni. Dorika alimtazama baba yake na moyo wake ulienda mbio sana. Alikuwa anawaza ni nani ambaye alikuwa amemteka mama yake na Dorika. Nani ambaye mfanya hivyo? Aliuliza Solomon. Sijajua, lakini mtu fulani hivi alikuja pale akawateka. Alafu mimi sijui jamani. Yaani hebu fanyeni. Solomon hakuweza kuendelea kumsikiliza kijana wake alichokuwa anaongea. Aliamua kukata simu na kisha alimrudishia Dorika. Akamwambia, sasa kwa nini umekata? Nimeshajua na nilijua hili kabla kwamba lazima wangetafuta njia sahihi ya kutupata. Kwa hiyo tunahitaji. Kabla hajamaliza kuongea, simu yake pia iliita. Alitupa jicho na kugundua kwamba yule iliyokuwa inapiga namba ya mwanzo ndo ambayo iliita tena. Akapokea. Inakuwaje? Yaani hapa bila kuremba, kama unamtaka mwanamke wako tukutane Sinza makaburini muda huu kabla sijamzika akiwa mzima mbwa huyu. Sauti ile ambatana na sauti nyingine ya kike ambayo ilikuwa inataka msaada. Mume wangu nakufa, wameniweka kwenye kaburi mume wangu. Ilikuwa ni sauti ya mke wa Solomon ambaye alikuwa ameshaitambua kwamba huyu alikuwa ni mke wake. Twende, alisema akikata simu. Na tuelekee Sinza makaburini sasa, ambako Allen alikuwa amesimama karibu na makaburi huku mkononi akiwa ameshika panga. Macho yake muda wote yalikuwa yanaangalia ndani ya kaburi ambako kulikuwa na mama Dorika ambaye hakuacha kuomba msaada. Alimtazama kwa dakika kama 3 hivi na kisha akamwambia, mwanao anafanya ujinga, alafu kama mama unachekelea tu. Hujui kama wewe usipomfunza sisi wana walimwengu ndio tutamfunza namna nzuri ya kuishi, Aliongea kauli huku akiangalia lile panga. Babangu, naomba unisamee mimi. Yote ambayo yalikuwa yakiendelea mimi hata moja nilikuwa najua hakuna jamani. Naomba mnisamee, alisema mama Dorika, na machozi yalikuwa ni kama sema maisha yake wakati ule. Alilia ili kujitetea kwa ajili ya uhai wake, lakini haikuwa hivyo kwa sababu Devinyo yeye ambaye pembeni kidogo alikuwepo akivuta zake sigara, alikuwa akimwangalia kwa jicho ambalo halikuwa na huruma kabisa. Alipiga hatua karibu yake na Allen na kisha akasimama pembeni. Akamuuliza, kwani tunasubiri nini? Akamwambia, tunasubiri aje nani sasa? Demu na baba yake. Sasa watoto wanakuja kufanya nini sasa? Sisi tutakuja kuharibu tu mambo. Hatuna muda wa kupoteza. Hebu niamini mimi. Kwa hiyo unasemaje? Tumuue. Mimi sidhani kama hao wakija hapa wakakuta mwili wa mwanamke eti ndio watashindwa kututafuta, alisema Devinyo. Basi Allen alifikiria kwa muda, akupanga kumua mama Dorika kwa wakati ule. Kwa hivyo akili yake iligoma kupokea wazo. Badala yake ilitoa wazo lingine. Kwani wao wanawaza nini? Mimi nilikuwa nataka waje hapa. Alafu waje tuone na kuaje, kama kuoa tunaoa kwa pamoja. I hope watakuja na polisi, though sina uhakika, ila hebu muue huyu mtu bwana. Yaani kama uweze hebu nipe mimi lopanga bwana. Mbona tunachelewa? Alisema Devinyo. Madorika kuacha kulia na kuomba. Na maombi yake ilikuwa ni kusamehewa tu ili aachwe, lakini kwa kuwa Allen alikuwa ameshapandikizwa mawazo mapya juu ya nini wakifanya kitakuwa cha msingi ya kuona sababu yote ile ya kumwacha kiwa hai. Unajua mimi nilimuoa mamangu miaka 2 nyuma. Sikujiuliza maswali mengi kama ambavyo unajiuliza kwako. Wewe nani kwani jamani, hebu nenda kuzimwa ise. Allen alisema na kisha alishika panga vizuri. Baba, naomba usiniue tafadhali. Chagua mwenyewe, ulikuwa unataka ufe vipi? Kifo ambacho unaona ni cha angalau tuendelee kufikia hapo chini na shingo yako hiyo mali yetu, au tufanyaje? Aliongea Allen. Macho yake alisadifu mtu ambaye alikuwa na hasira aswa.
Tazama yake ni kama paka mweusi ambaye alifungiwa chumbani kwa muda mrefu. Oi, huwa basi mbona unaleta pigo za kipumbavu wewe? Unajua nimepoteza maninja wangapi mimi? Unajua makamanda wangu wangapi wamekufa kwa ajili ya hao wapumbavu? Alisema Devinyo. Basi Allen alijikuta ana jinsi, alishika panga vyema na kisha alisogea karibu na Mama Dorika. Kilichofuata ilikuwa ni kumkata kichwa chake. Kichwa cha Mama Dorika kilidondoka chini huku shingo yake ikimwaga damu. Mama Dorika alikufa kifo kibaya sana cha kuchinjwa kama kuku. Uhai wa Mama Dorika uliishia hapa na hakuweza kuendelea na mwendo wake wote ambao alikuwa akihitaji at least aendelee. Kumbe ulikuwa na uwezo wa kufanya kila kitu kwa wakati. Sasa ulikuwa unajitia mambo mengi vipi bwana wewe? Sasa unaona kazi nyepesi tu hiyo, alisema Devinyo, na Allen akamwambia fine, ukiondoke. Basi waliondoka eneo lile. Sasa wakati wanaondoka ndio ulikuwa wakati ambao kina Solomon King alikuwa anafika katika eneo lile. Waliwasha tochi na kumulika kila eneo. Kwa bahati nzuri waliona kitu kama mchanga hivi kikiwa umewekwa juu hivi. I think ni hapa, alisema Dorika huku akionyesha sehemu ambayo alikuwa anaona na mchanga. Basi kwa watu wa kunyata walisogea katika eneo hilo huku wakiwa na wasiwasi kwamba huenda kungekuwa na kina Allen. Walipofika hakuna mbele amini kile ambacho walikuwa wanakiona. Kichwa cha Mama Dorika kilikuwa pembeni kidogo. Baba, Dorika alisema akionekana kunyong'onyea haswa na kutetemeka. Nini? Mama kauawa, alisema Dorika, macho yake yakianza kuondoa machozi na hata nguvu ya kupiga hatua kusogea au kusogelea kichwa kile alikosa. Alijiona ni miongoni mwa watu ambao walikuwa wana nafasi ya kuendelea kuwa na matumaini katika uso wa dunia. Solomon King naye alikuwa ni mpole mno. Hakuamini kama kweli mke wake amefariki tena vibaya vile. Baba, kwa nini Allen anafanya yote? Kwa nini lakini? Kwa nini? Dorika alisema huku akikota kichwa cha mama yake sasa na kutazama. Labda anataka kufa, alijibu Solomon King. Kutokana na hasira ambazo alikuwa nazo tangu kugundua kwamba mama yake amechinjwa, Dorika alibeba kichwa na kuanza kuondoka katika eneo lile, lakini Solomon King alimzuia na kumuuliza, "Sasa unaenda wapi?" "Naenda kukamilisha kile ambacho wao walikianzisha." "Utapata wapi sasa? Kwa nini tusikae kwanza na kuwaza tunauaje? Najua nini la kufanya. Najua wapi nitampata Allen usiku huu. Kwa hiyo kila laheri, wewe mfikie mama." "Na hiki kichwa sasa unapeleka wapi?" "Najua nini la kufanya. Usiniulize tena maswali baba." Dorika alimjibu baba yake na alianza kuondoka. Basi mzee akuona kama ni muda mwafaka wa Dorika kufanya kile ambacho anataka kukifanya. Aliamua kumfuata, lakini ghafla tochi kubwa ilimulika na sauti kafuatia. "Solomon King, it's me your friend Salim. Please usiondoke." Basi kabla hajamaliza kuongea, sauti yake kuisha, Solomon tayari alishataka kukimbia, lakini risasi ilitoka katika mguu wake wa kulia, kwa hivyo alishindwa kufanya lolote lile. "Tumeshakwambia usijaribu kukimbia," alisisitiza tena. Basi Dorika kwa kuwa alishasikia mlio wa risasi alitamani kurudi, lakini nafsi yake ilimsuta. Mbele yake ilihitaji kulipa kisasi. Alikuwa na hasira na Allen kuliko kawaida. "I'm sorry dad, sitaweza kuja kusaidia. Acha kwanza nikamuue Allen alafu nitajua nafanya nini," alisema na kuondoka huku akiwa na kichwa cha mama yake mkononi. Wakati huu neno moja mdomoni mwake ilikuwa ni ama za Allen au ama za kwangu Dorika. Sasa safari ya Dorika iliendelea na ilienda kusimama katika maeneo ya Buguruni ambako alikaa hapa kwa muda kidogo huku akiwa na kichwa cha mama yake ambacho alikuwa amekiweka katika mfuko ambao aliokota. Aliwaza wapi aanze hatua zake, na ya kwanza ya mwisho aliona lakini bora aende kwanza kazini kwa Allen. Ingawa ilikuwa ni usiku, lakini aliamua kufanya hivyo kwa makusudi kabisa. Basi alitembea hadi alipofika, alisimama nje kidogo akitafakari kama aende au asiende. Mwisho aliamua kujisogeza hadi katika eneo lile ambalo lilikuwa na geti kubwa pamoja na mlinzi. Alibisha hodi kwa sekundi hivi na kisha mlinzi alitoka na kufungua mlango. Pindi mlinzi alipomwona Dorika, aliamua kufunga mlango haraka mno. "Njoo, kwa nini unakimbia?" Dorika aliuliza, na mlinzi alijikausha kana kwamba hakuwa amesikia hivi. Basi kabidi Dorika gonge mlango kwa nguvu, hali ambayo ilimfanya mlinzi kufungua mlango. "Unasemaje wewe? Bosi amesema asikuone hapa na alituagiza kwamba tukukamate kabisa. Naweza kumpata wapi bosi wako?" Dorika aliuliza kwa hasira hivi, lakini mlinzi alionekana kama hana mpango wa kujibu. Badala yake alirudisha kichwa ndani, hali ambayo ilimkera sana Dorika. Basi alipitisha mkono na kushika kichwa cha mlinzi na kisha akamvuta kwa nje, akamwambia, "Oya dogo, usijaribu kucheza na mimi. Sijui unanielewa. Naomba uniambie Allen yuko wapi?" "Bwana, niache ujue mimi." Basi mlinzi akamaliza chotaka kusema, zikaonekana gari mbili ambazo zilikuwa kama mita 30 hivi kutoka eneo ambako Dorika alikuwa amesimama. Macho Dorika alisafiri haraka na alipata kujua kwamba gari moja ilikuwa la Allen lakini nyingine hakujua. Ilibidi asogee pembeni ili apate kujua Allen alikuja na nani katika eneo lile na alikuja kufanya nini.
Sasa ole wako useme chochote hapa, nitakukata hayo madude yako huko chini, Dorika alisema akisogea kando kabisa na uzio ofisi ile kubwa. Hatimaye gari zilifika katika eneo lile na kusimama kwa nje huku mlinzi akifungua geti. Niliona kama kwa kuna mtu hapa, Allen aliuliza huku akishuka katika gari. Ni kweli bosi, alijibu. Nani? Ni binti mmoja alikuja kuulizia kuhusu chakula. Wewe, hivi huu usiku huwa mnagawa chakula hapa? Hii tabia mimi kwanza nishaikataa. Kwa nini unielewi? Anyways, mimi nataka kuuza kampuni na hao ambao wamekuja hapa ni watu ambao nataka niwauzie, Allen alisema. Kwa kuwa alikuwa anaongea kwa sauti, Dorika alipata kusikia kila kitu ambacho kilikuwa kinaendelea. Akili yake ilianza kuchangamka kwa haraka sana. Ina maana akiuza hii kampuni ndo nini yani ambacho kinaendelea? Seems like you wanna live here, right? Inaonekana kwamba nataka kuondoka kama, alikuwa akijiuliza. Basi akili yake ilisumbuka kwa muda juu ya nini akifanye. Na alipoona kina Allen anaingia ndani, alianza kupiga hatua hadi kwa mlinzi. Jukumu lako ni moja tu, alisema Dorika. Usinitafutie balaa ujue. Nani ambaye sasa unamtafutia balaa jamani? Nani? Kwanza ujue huyu anataka kuuza kampuni ile ende wapi sasa? Dorika alikuwa akiwaza. Hata sijui. Okay sawa. Sasa nisikize, Allen amemuoa mamangu na kichwa cha mama hiki hapa, Dorika alisema akitoa kichwa cha mama yake katika mfuko. Mlinzi alijikuta akipiga kelele na Dorika ilibidi amzibe mdomo. Wewe, unaishi na muajabu, nipishe hapa. Nipishe bwana wewe. Nipe kwanza nguo afu naomba uondoke hapa. Mwanzo alikuwa mbishi lakini ilibidi atekeleze vizuri baada ya kuwa ameelekezwa. Basi hatimaye alielewa kile ambacho Dorika alikuwa akizungumza. Alienda na kubadilisha nguo zake na kisha akampatia Dorika silaha na yeye pia aliondoka zake. Allen alikuwa na mwanasheria ndani ambao alikuwa akizungumza. Akauliza, kwa hiyo leo unauza mwenyewe kampuni si ndio? Aliuliza mwanasheria. Na naenda kufanya maamuzi ambayo lazima nitoke nje ya nchi, alisema Allen akimtazama mwanasheria. Okay, wazo zuri sana. Basi hakuna shida, mwanasheria alitikia. Allen alikuwa amedhamiria kuuza mali zake zote usiku ule ili mara baada ya kumuoa Dorika aweze kuondoka ndani ya jiji la Dar es Salaam. Kwake alitambua wazi kwamba kama akiendelea kukaa mahali pale, basi huenda atakumbana na mkono wa sheria ambao usingemwachia salama. Kwa hivyo njia pekee ilikuwa ni kuuza mali zake na kisha kuondoka moja kwa moja. Basi huyu Desi alikuwa ni miongoni mwa wafanyabiashara wa kike wakubwa ambao walikuwa wanaitafuta sana na kutamani kuinunua kampuni ya Allen kwa muda mrefu sana, ambapo alikuwa akiingia kwenye mazungumzo, lakini leo hii alikuwa mpata bahati ambayo kutarajia kama angeweza kuipata. Kwa hiyo tunasaini wapi? Aliuliza Dek huku akimtazama Allen ambaye alikuwa ameweka tabasamu hivi. Unasaini hapa. Allen alionyesha sehemu ya kusaini lakini pia alimtazama Devinyo. Sorry Devinyo, nimesahau wallet katika gari yangu. Unaweza kwenda kunichukulia? Allen alimwambia. Devinyo hakuwa na chaguo. Alianza kupiga hatua kutoka nje huku akiwa ameshika bunduki katika mkono wake wa kuume. Alitoka hadi nje ambako alimkuta Dorika akiwa kama mlinzi na yeye alijaribu kumsemesha kwa kuwa Alisi ni mlinzi kama mwanzo. Oi, mbona upo kimya sana? Swali la Dorika liliulizwa na hakuona kama alipaswa kujibu. Badala yake alijifanya kuwa busy huku akimlia timing tu. Basi baada ya kuona hajajibiwa, aliamua kupiga hatua katika gari. Alifungua mlango na kuinama na kisha kuchukua wallet. Wakati anataka kutoa kichwa chake, tayari Dorika alikuwa mahali pale. Akamwambia, usiyumbe, nitakupasua. Dorika alizungumza. Devinyo aliposikia sauti ya kike alijikuta akichanganyikiwa kwa sababu ameshajua habari za binti huyu. Alitoa kichwa na kumtazama lakini alikwisha kuchelewa kwa sababu alifinywa mkono wake, hali ambayo ilimfanya kudondosha bastola chini na Dorika aliokota kwa haraka sana. Bila hata kuchelewa alimiminia risasi zisizopungua 3 katika kichwa chake, na hii ni hali ambayo ilimfanya Devinyo apoteze maisha. Fala wewe, na una bahati sana. Nilipanga ukua kifo kibaya wewe, Dorika alisema huku akimsukuma Devinyo huyo. Sasa sauti ya mlio wa risasi ilisikika kwa ndani, hali ambayo iliwashtua kina Allen ambapo walitaka kutoka nje, lakini mwanasheria akasema, labda kuna watu wanasherehekea huko nje ujue. Inawezekanaje? Kama kuna kitu je? Aliuliza Allen. Sidhani bwana, hebu tuendelee, alisema mwanasheria. Ingawa Allen alikuwa na mashaka juu ya mlio ule, lakini ushawishi wa kutoka kwa mwanasheria ulimfanya endelee kufanya mauzo ya kampuni yake, na sasa kila mmoja alikuwa makini katika mazungumzo yake. Lakini ghafla sauti ya Dorika ilisikika baada ya kufungua mlango akisema, mikono juu wote, asitokee mtu akaenda kinyume na kile ambacho nimekisema. Dorika. Allen alitamaki, lakini kabla ya kumalizia kuita jina Dorika, risasi ilitoa katika eneo la bega lake. Nyi wengine hii mbuge wa uso, naombeni mtoke haraka, alisema Dorika. Basi uoga wa mwanasheria ulimfanya kuwa kwanza kutoka nje huku akifuatiwa na Desi pamoja na mwanasheria wake.
Wote waliondoka huku akiwa na wasiwasi mno. Ndani alibaki Dorika ambaye alikuwa ameshika bastora mkono wa kulia na mkono wa kushoto akiwa ameshika mfuko ambao ulikuwa na kichwa cha mama yake pamoja na Allen ambaye alikuwa akitetemeka sana. Aliweka kichwa katika meza huku akimtazama Allen na paji lake lilikuwa na ndita ambazo ziliashiria kwamba mtu yule alikuwa na hasira zilizopitiliza. Allen naye alipeleka macho katika kichwa cha mama Dorika na kisha akamtazama Dorika mwenyewe. Walitazamana kwa dakika kadhaa hivi na kwa bahati nzuri muda wote ambao Allen alikuwa ndani hakujua kama bastora yake ilisahau katika gari. Kwa hivyo kwake aliamini kwamba bado ana ile bastora. Dorika, give me a chance please, alisema Allen akijipapasa kisirisili ili kutoa ile bastora yake. Allen, kwa nini umemuua mamangu? Alikosea nini Bernard? Bernard alikosea nini na mamangu? Kwa nini ulimuua? Kukutunza wakati ambao ulikuwa unaumwa ndo kosa letu ambalo tulifanya? Ndo kosa la mume wangu Bernard? Dorika aliuliza maswali matatu huku machozi yakiendelea kumtoka. Moyo wake uliumia mno. Alijiona na kila sababu ya kumpeleka Allen mbinguni kwa Mungu Baba akahukumiwe tu kwa kile ambacho alikuwa akikipanda katika maisha yake yote. Dorika, hebu nisikilize mimi. Allen anataka kuongea lakini nafasi ya kufanya hivyo ilikosekana. Bastora ilifyatua risasi ambayo ilisafiri kwa kasi mno na kisha kutoka katika eneo la paja lake. Unajua nini? Dorika alianza kusema akiweka tabasamu ambalo lilikuwa na maumivu. Mdomo wake ulikuwa unatetema maneno huku akitetemeka kutokana na hasira, na kwake alitamani muue Allen kifo ambacho dunia ingesimuliana kwa namna nyingine. Kilikuwa ni kifo kipi ambacho hakikuwahi kuonekana katika ulimwengu. Akamwambia kwamba unajua, mtu akikupenda kwa dhati basi heshimu kile ambacho anafanya kwako. Allen, uliniona mimi ni mjinga, si ndio? Uliniona mimi ni miongoni mwa wanawake ambao wanapaswa kuumiza katika ulimwengu. Ndio maana ukaamua kunichezea na kuniacha, si ndivyo? Kumbuka nilitunza mangapi kwa ajili yako, kwa ajili ya mume wangu ambaye ni wewe. Nilitunza bikra yangu katika zama hizi ambazo mtoto akipita bale wakati ambao kila kitu kipo wazi katika mitandao ya kijamii, asingekuwa hata nayo bikra. Lakini ni wazi kwamba kama ungeamua kutoa bikra yangu alafu ukala makombo, ningeweza kufanya hivyo. Lakini nikasema hapana, this is for you. This is for you. Ningeweza kufanya hivyo zamani, nikaamua kuachia. Lakini ndo ukawa Yusra, si ndivyo? Kumbuka kila mwanaume ambaye alikuwa anakuja kwangu na kunitongoza, nilimwambia kwamba aje kwako. Na hii yote ilikuwa ni sehemu ya upendo dhati kwako. Sikudhani kama wewe ni miongoni mwa wanaume wajinga kama ambavyo ilikuwa kwa wengine. Mungu alikupa mwanamke ambaye na kila aina uvumilivu. Alikupa mwanamke ambaye alikuwa mfano wa mabinti wengi wa kike ambao wako chuoni wanavuliwa tu uko nguo kwa sababu tu ya chipsi na vitu vingine vya kipumbavu, photoshoot na ujinga mwingi tu. Hayo yote mimi nilipitia, lakini bado niliendelea kuitunza bikra kwa ajili ya atakaye kuja kuwa mume wangu. Na ukawa wewe Allen. Mimi nilifanya hivyo vyote kwa sababu nilikuwa nataka kumheshimu mume wangu. Na yote ilikuwa ni sehemu ya kukuthibitishia kwamba ulipata mwanamke ambaye ni sahihi sana. Kumbuka pia tone la machozi ambalo nilimwaga siku ya kwanza tu naingia katika ndoa yangu. Unakumbuka ile chozi langu nikiwa kitandani kwako? Au kwako nyakati ngumu hazikufunzi kitu chochote? Mimi sikulia kwa sababu uliniacha, bali nililia kwa sababu nilidondosha damu yangu kwa mwanaume ambaye hakuwa anastahili. Ni bora ile bikra hata ningemtunzia mume wangu ambaye amefariki, ilikuwa bora. Kumbuka jinsi ambavyo mimi nilikuwa mnyenyekevu, nilikuwa mpole na nilikuwa ni mtu ambaye hana makuu kwako. Na hata uliponipiga na kunimwagia chai usoni, sikusema lolote, bali nilikuangalia tu na nikakwambia asante mume wangu. Labda haya ndo mapenzi, labda haya ndo mapenzi ya dhati ambayo ulikuwa umeniahidi kanisani. Kumbuka jinsi ambavyo nilisema sitaki mwanaume mwingine yote atoe bikra yangu isipokuwa wewe Allen. Unakumbuka sasa? Umekumbuka jinsi ambavyo ulinidhalilisha mbele ya mama yako mzazi ambaye alikuwa ananitetea, na jinsi ambavyo ulikuwa mjinga na usiokuwa na akili ukamuua? Unakumbuka yote Allen? Unakumbuka kuna muda nilikubali hata ukianza kwa ajili ya kutunza amani ya maisha yangu, lakini hayo yote ukuwahi kujali. Ulivyokuwa na jeuri ukamwambia mpaka Bernard kama anaweza aje nioe, wakati ulikuwa unajua kabisa kwamba moyo wangu wote haukuwa kwake ila ulikuwa kwako. Allen, niliondoka kwako kwa machozi yananidondoka. Niliondoka kwako kipindi ambacho nilisema labda mapenzi siyajui. Ndio, labda kweli nilikuwa siyajui mapenzi. Nilikuwa siyajui, na wewe ndio ulinifundisha kwamba upande wa pili wa ndoa una maumivu mno, na ndio maana wanasema ndoa ni uvumilivu, yani uvumilie maumivu. Allen, nilivumilia sana maumivu yako, tena sana mpaka watu wakahisi kwamba umeniroga. Nilikaa chini nikilia wakati ambao ulikuwa unanipiga katika ukuta. Unafurahi mpaka unataka kunioa, alafu ulipomaliza yote ukataka kunioa kwa mara ya pili. Labda nikwambie kitu Allen.
Mwanzo niliona aibu kuondoka kwako kwa siku 6 tu tangu nioe. Sijui unakumbuka yote. Unakumbuka jinsi gani ulikuwa unaongea na Kerry? Mnakuja pale nyumbani unanitambia, unaniambia nikalale store. Unakumbuka yote? Labda nikwambie kitu kingine. Mtu aliyeumia huwa amini. Kuolewa na Bernard sio kwamba nilitaka, hapana, bali nilitaka kudhihirishia kwamba endapo shemeji akiona upendo kwa mtu ambaye hathaminiwi na mpenzi wake, basi kuna hatari kubwa sana mtu huyo kuhamisha upendo kwa shemeji yake. Haijalishi ukaribu wao uko vipi. Na ndicho ambacho kilitokea kwangu mimi na Bernard. Ben hakuwa mwanaume mbaya kwangu. Hakuwahi kuwa chaguo la maisha yangu, lakini kule kunijali, kunipa moyo na kunionyesha kwamba mimi ni wa thamani, hicho ndio kilifanya niende kwake. Sijaona mwanaume kama Bernard katika maisha yangu, lakini wewe na roho yako mbaya ukaamua kumuua Bernard. Ulimuua Bernard. Sijui uliwaza nini, uliwaza kitu gani? Na mimi labda nikwambie kitu. Mimi nilikubali kuolewa na wewe kwa mara ya pili. Lengo lilikuwa ni kukuua tu na si vinginevyo. Fahamu ya kwamba endapo ex uliyemuumiza karudi kwako, basi anataka kukuumiza zaidi na si vinginevyo. Nataka nikuumize Helena. Na sio kukuumiza tu, bali nataka kukuua. Nataka kukuua na hautakuja kusahau hata huko utakakokuwa umeenda baada ya kufa hapa. Dorika aliweka kituo hapa huku machozi yakimtiririka kama maji. Ni wazi kwamba alikuwa na maumivu makubwa sana ambayo ameshapitia katika maisha yake. Alimtazama Allen kwa sekunde hivi na mkono wake ukaseti bastora na kisha akamwambia, na kuwa ili ufundishe kwa wanaume wenzako ambao wanapenda kucheza na hisia za watu. Mapenzi yanarani dunia ndio, na fahamu ya kwamba mwanamke akipenda anapenda kweli, na akikuchukia basi utachukiwa kweli. Dorika tafadhali nisamehe, Bernard kumaliza hata kuzungumza, risasi ilipenya katika eneo la paji la uso wake. Alidondoka chini kama mzigo, damu zilianza kutapakaa eneo lote la ofisi. Malaika wa mauti alikuwa katika eneo lile huku akimsubiri Dorika aendelee na unyama wake. Na yeye alipoona kwamba Allen yuko chini, alipiga hatua hadi pale alipo na kisha alimpiga risasi nyingine ya kichwa. Maisha ya Allen yaliishia hapa. Tamaa yake katika mapenzi ilimpatia umauti na safari mpya ya ufalme wa mbingu ikaanza na akaanza kuipambania. Dorika aliona bado hajafanya unyama ambao alikuwa anahitaji kufanya kwa Allen. Kwa kuwa ofisi ya Allen ilikuwa ikifahamu vizuri, aliamua kuondoka na kuelekea katika eneo ambalo lilikuwa likitumika kama store. Alitafuta vifaa vya ncha kali, alikutana na kisu pamoja na kishoka kidogo hivi, alivichukua na kisha irudi tena ndani ambako aliamua kutenganisha kichwa cha Allen pamoja na kiwiliwili chake. Matukio haya alikuwa akiyafanya huku moyo wake ukimuuma mno. Hakupenda kabisa kuwa muuaji katika hii dunia, lakini dunia ilimpa tambala jipya la kujifutia machozi. Tambala ambalo lilitapakaa damu na yeye hakuwa na njia nyingine zaidi ya kulitumia. Akiwa ndani anaviangalia vichwa viwili ambavyo vilikuwa juu ya meza, alimalizia herufi N na kuweka karatasi juu ya meza, na ghafla alihisi kama sauti ya mlio wa gari ya polisi ikiingia mahali pale. Alitafakari kwa kina nini afanye, lakini alikuwa akifikiria ni kati ya kukimbia au kubaki. Hatima sahihi ya maisha yake hakuijua. Alipigwa na butwa na mwisho polisi waliingia ndani wakiongozwa na Inspector Salim ambaye alimfunga pingu Dorika. Moja kwa moja akawaamuru askari wake kumpakiza katika gari. Basi askari walimchukua Dorika na kwenda kumfungulia kesi ya mauaji ya kuua kwa kudhamiria, yani kwa makusudi kabisa. Ilikuwa ni kesi ngumu ambayo Solomon King pamoja na mtoto wake walikubali kwa mkono mmoja. Siku ya mahakama ilipofika, walihudhuria watu mbalimbali wakitaka kufahamu nini hasa kwa kinaendelea. Kwa bahati mbaya Dorika hakutaka kusema lolote zaidi ya kukubaliana na ukweli kwamba yeye alihusika katika mauaji ya watu wote ambayo yalikuwa yametokea. Na hata Solomon King kwa upande wake alithibitisha kwamba yeye alikuwa upande wa mtoto wake na ndio alisuka kila mpango ambao binti yake alikuwa akifanya. Mahakama mara baada ya kupata ushahidi na kujiridhisha na kile ambacho kwa kimesemwa, hatimaye hukumu ilitolewa ambapo Dorika na babake walihukumiwa kifungo cha maisha jela. Ilikuwa ni hukumu ambayo baadhi ya watu waliona sio haki, hasa kwa wale ambao walimpenda sana Dorika, lakini hakukuwa na namna zaidi ya kukubaliana na maamuzi ya mahakama. Hatimaye Dorika alianza maisha mapya akiwa jela. Kwake aliona furaha kwa sababu alishaichukia dunia pamoja na walimwengu. Alihisi dunia imemtengeneza kuwa mtu wa kipekee kabisa, kuwa mwanamke ambaye kila mmoja ambaye alimzungumzia basi alisema, kuna wanawake makatili sijawahi kuona. Lakini hawa walikuwa ni wale ambao walimjua Dorika kwa juu tu, hawakuwahi kumjua Dorika kabla hajawa hivi na hawakutaka hata kujaji kwa nini Dorika aliamua kufikia maamuzi haya. Na sasa ni miaka 38 baadaye. Umri wa Solomon King ulikuwa umekwenda mno. Akiwa jela afya yake ilianza kubadilika, hakuwa tena Solomon King wa mwaka 2022 na taratibu
mwili wake ulianza kumwacha. Hatimaye alikuja kufariki akiwa jela bila hata Dorika kufahamu. Magereza iliwajibika kwa kila kitu na taarifa ilifika kwa mkuu wa magereza ambaye alisema kwamba anapaswa kuambia Dorika juu ya kile ambacho kimemtokea kwa baba yake. Hatimaye Dorika alitafutwa na kisha alipewa taarifa ile ambayo ilimuumiza, lakini hakuwa na jinsi. Alikuwa anaumwa. Alimuuliza mmoja wa askari ambaye alimletea taarifa, ambaye alimwambia ndio alikuwa anaumwa. Sawa, kama mmeshamzika hakuna shida, kila mtu atakufa. Mungu ampumzishe babangu, amenisaidia katika vingi sana, alisema Dorika. Dorika akiwa ndani ya gereza alikuwa ni mtu mpole sana na miaka yake ilikuwa ni 45 kwa sasa. Ilitosha kwa mwanamke ambaye anamfahamu Mungu kwa kiasi fulani. Alibadilika na alifahamu Mungu kuliko hata mwanzo. Muda wote alipendelea kujitenga na kusoma Biblia, na hivyo alipopata taarifa ya msiba huo babake aliamini kwamba ilikuwa ni mipango ya Mungu tu. Basi hatimaye siku zikaenda kama sio kupita. Serikali nayo ilikuwa ikiendelea kupambana na uwaji mbalimbali ndani ya jiji la Dar es Salaam. Sasa jioni moja ndani ya Ikulu ya Dodoma kulikuwa na kikao ambacho kiliendelea baina ya rais pamoja na waziri wa ulinzi. Kikao hiki kilikuwa mahususi kwa ajili ya kujadili mustakabali wa taifa katika kupambana na uhalifu ambao ulikuwa ukiendelea kila kukicha. Matukio yamekuwa mengi na yananikumbusha kipindi ambacho wewe ulikuwa askari, Tausi. Rais alisema kumwambia Tausi ambaye kwa sasa hivi alikuwa waziri wa ulinzi wa nchi. Ni kweli nashindwa hata la kufanya mpaka tumempoteza Inspector Salim Kizembe sana, yani kwa uzembe wetu tu, alizungumza Tausi. Basi baada ya miaka kusonga mbele, Tausi aliamua kugombea ubunge katika jimbo la Kigamboni ambako walipita, na baadaye rais wa nchi kwa kuwa alifahamu kazi kubwa ya Tausi akiwa ndani ya jeshi la polisi, alimteua kuwa waziri wa ulinzi na usalama kwa ajili ya kuimarisha amani ya nchi. Unajua kuna huyu mtu anaitwa Doris Khan. Tausi alisema huko akiweka kituo kumtazama rais. I know her, babake alitusumbua sana wakati huo nilikuwa mkuu wa mkoa wa Mwanza, alisema rais. Huyu anaendesha gengi kubwa sana la kijambazi pamoja na uuzaji wa madawa kulevya akishirikiana na mama yake mmoja hivi anaitwa Glad. Kwa hivyo nini kinafanyika? Nimekaa na timu yangu nimeona kikosi ambacho kimekuja Dar es Salaam kikiongozwa na Grace kutoka Mwanza kinahitaji kuongezewa mtu ambaye atakuwa anafanya vitu kwa siri sana, alisema Tausi. Basi kimya kilipita huku rais akifikiria kitu. Hakutaka kurupuka kwa sababu alikwisha fahamu maisha ya Dorisi pamoja na mama yake Glad ambao wote walikuwa wakifanya jiji lisimame ndani ya saa 24 kutokana na uhalifu wao. Matukio yote ya kihalifu ambayo yalikuwa yakitokea ilisemekana kwamba ilikuwa ikiendeshwa na Glad pamoja na Dorisi ambao walikuwa na mfereji wa uuzaji wa madawa kulevya ndani na nje ya jiji. Hivi nani ambaye umemfikiria na kwa nini umemfikiria? Aliuliza Tausi. Kuna mtu mmoja anaitwa Dorika. Sijui utakuwa unamkumbuka? Aliuliza Tausi huku akitoa simu yake. Rais alifikiria kidogo lakini akapata kumjua. Labda kichwa chake kwa kimepoteza kumbukumbu hivi. Hapana, ni nani huyo? Muuaji wa siri ambaye alitusumbua sana mwaka 2022. Oh, nimekumbuka, yule ambaye alikuwa akiwa kwa herufi. Yes, huyo anatakiwa kuingizwa katika kikosi. Tunafanya hivi soko baya bali ni sehemu ya kuimarisha ulinzi. Unahisi kama ataweza kweli kazi? Tausi alimtazama rais na kuweka tabasamu kidogo. Nimeshatuma watu waende wakafanya naye mazungumzo muda huu, kwa hivyo katika watu ambao utaachia huru mwaka huu, basi huyu ni mmoja wapo. Yeye atawekwa katika hicho kikosi. Kwa nini unafanya hivyo? Kuna watu ambao wana chembe za uaskari lakini tuliwakosa. Huyu ni muhimu sana, alisema Tausi. Alichokuwa akihitaji Tausi ni kumuunganisha Dorika katika kikosi hicho ambacho kitahusika kwenye kutokomeza masuala ya utawala wa Dorika pamoja na mama yake anaitwa Glad ambao ni wauaji wakubwa kwa hivi sasa ndani ya jiji la Dar es Salaam. Yeye ndo alikuwa sababu ya kumwaminisha Grace ambaye alikuwa ni mtoto wa upendo kutoka Mwanza mpaka Dar es Salaam. Lengo ilikuwa ni kuunganisha timu imara. Na katika kufikia lengo hili alihitajika mtu mmoja ambaye angetengeneza njia vizuri, na mtu huyo hakuwa mwingine bali alikuwa ni Dorika mwana Solomon King. Kwa kuwa Tausi alimfahamu Dorika na zile mbinu zake, basi hakuona shida kupendekeza jina lake kwa rais ili achiwe huru. Baada ya hapo upelelezi ungekamilika. Sasa kimbembe ilikuwa ni vipi Dorika anaweza kukubaliana na mpango huo wakati tayari amekwisha ichukia dunia na kuona bora kuishi jela. Okay, hakikisha next week Dorika anakuwa hapa, rais alisema. Na hii ilikuwa ni amri. Sasa ni majira ya saa 5 usiku, Dorika akiwa chumbani kwake amelala. Ghafla taa zilizimwa na mlango ukafunguliwa. Yesu wangu, nani huyo? Alisema akitafuta Biblia. Kwa bahati nzuri aliona. Samani, rais ana mazungumzo na wewe, alisema mtu ambaye aliingia ndani. Wewe nani kwani? Upaswa kunijua. Basi Dorika hakumaliza kuongea chotaka, kazibwa macho na mdomo na kisha alitolewa ndani. Basi asubuhi ilipopambazuka alijikuta yuko ndani ya Ikulu Chamwino jijini Dodoma,
na alikuwa amezungukwa na watu wawili. Mmoja alikuwa wa kike na mwingine alikuwa wa kiume. Solomon King ni baba yako, si ndio? Aliuliza rais huku akiweka tabasamu. Ndio, Dorika alijibu. Umefanana naye sana. Mimi ndo rais wako, labda utakuwa unijui, na huyo anaitwa... Hata kabla hajamaliza kuongea Dorika akamwambia, Tausi kuna nini? Basi kimya kilipita huku Tausi akimtazama Dorika ambaye alikuwa akiongea kwa kujiamini sana. Aliwaza namna ya kuanzia kile ambacho kilimfanya mpaka yeye kumleta katika eneo lile. Unajua lengo la kuita hapa ni kukurudisha tena uraiani, rais alisema. Mimi sihitaji hata hivyo bwana. Unaongea na rais wako unajua. Hebu nisikilize kwa makini. Tausi, hebu mwelekeze, rais alisema. Tausi alipopata nafasi alianza kufunguka ambapo akamwambia, mwaka 2021 hadi mwaka 2022 ulikuwa ni mwaka wa matukio mengi sana mauaji. Naweza kusema huu mwaka unaingia katika historia ya kuwa mwaka mbaya sana katika nchi yetu, kwa sababu aliyoka kitoa kimtazama Dorika ambaye alitamani kujua nini kitaendelea. Umefanyaje sasa huo mwaka? Dorika aliuliza. Tausi alipoona mtu ambaye alikuwa akimsimulia yuko makini sasa kumsikiliza kaendelea. Wakati mimi na marehemu Inspector Salim, Mungu amrehemu jamani, tunapambana kuhakikisha kwamba tunaweka jiji la Dar es Salaam vyema, basi kuna watu wengine tena kama Dona tena pamoja na Rali walikuwa wakipambana ili kuweka jiji la Mwanza pia kuwa na amani. Sasa Mwanza kulikuwa na muuaji mkubwa ambaye alikuwa anaitwa Khan. Huyu bwana kisa chake ni kirefu sana, lakini aliuawa na watu wengine nje ya jeshi la polisi, yani kama vile ambavyo wewe ulifanya kwa Divinyo. Khan alikuwa na kaka yake ambaye alikuwa anaitwa Alex. Huyu jamaa ni miongoni mwa watu ambao ni hatari zaidi kwa sababu alisimamisha Mwanza kila dakika na jina lake lizungumzwa kila mahali. Askari wengi walikufa katika enzi za uhai wake, lakini alikuja kuuawa na mwanamke ambaye alikuwa anaitwa Upendo. Upendo alikuwa ni binti mdogo tu, miaka 23 hadi miaka 25, hakuzidi hapo, lakini alitumia akili kubwa sana kupitia askari wengi ambao tulikuwa nao kwa kipindi hicho. Huyu alifanikiwa kumuua Alex na hatimaye polisi kama sio mahakama na serikali ilimwachia huru, huku rais enzi hizo akitoa go ahead na alifika hadi hapa Ikulu. Upendo akalea mtoto wake hadi anafariki. Sasa kwa bahati mbaya au nzuri ni kwamba Khan au huyu Alex alimwacha mtoto enzi za uhai wake. Mtoto huyu aliitwa Doris na Upendo alimwacha mtoto ambaye alikuwa anaitwa Grace. Umri wao watoto unafanana, muonekano wao pia kuanzia macho, sura, pua pamoja na kila kitu wanafanana sana. Unaweza kusema kwamba ni mapacha, lakini sio mapacha. Ila ubaya uzuri ni kwamba Grace sasa hivi ni askari, yani amerithi kiti cha Dona Tema ambaye muda wote hadi Upendo anafariki basi alikuwa mbele yake akimsaidia. Na Doris ambaye ni mtoto wa Khan ila alilelewa na Alex, huyu ni jambazi wa kutupa ambaye sasa hivi anatumikishwa sana na Glad. Kinachotumiza ni kwamba Glad amemwambia Doris kwamba baba yake aliuawa na maaskari, na isitoshe kuna binti ambaye ameachwa na mama yake ambaye alihusika katika mauaji ya mama yake. Binti huyu sio mwingine bali anaitwa Gracie. Kwa hivyo ni kwamba vita ya Upendo na Alex au Khan imehamia kwa watoto wao. Sasa kutokana na ukubwa wa gengi ambalo Glad anamiliki, tukaona sio vibaya kama tukiongeza jeshi, na miongoni mwa watu ambao tumeongeza ni wewe hapo, alizungumza Tausi na akaweka kituo. Basi rais alishusha pumzi nzito, alikaa kimya kwa muda na kisha akasema, nidhani kwamba watu ni mapacha ambao labda hawajuani. Hapana, sio hivyo, hao sio mapacha kabisa. Mtoto mmoja ambaye ni pacha wa Gracie alishafariki, Tausi alisema. Sawa, nimewasikia lakini mimi siko tayari. Dorika aliingilia maongezi yao. Kwa nini? Tausi aliuliza. Kwa sababu sitaki niendelee kumwaga damu. Unajua watu wanakufa kila siku. Serikali sio wajinga kuchagua wewe. Unahitaji kukamilisha hili kwa wakati mwafaka, sawa? Alisema rais akiwa na hasira. Mnani kwa nini rais akataliwe? Dorika alijikuta akiwa njia panda. Akakumbuka kauli ya rais kwamba atakachokiongea ni sheria, kwa hivyo hana budi kutekeleza. Akasema tu, naanza lini sasa? Next week tutawachia baadhi ya wafungwa na utakuwa miongoni mwao. Baada ya hapo, kwa kuwa umekaa muda mrefu jela, basi utaingia mtaani na sehemu pekee ambayo itakufaa ni katika kundi hilo. Alisema Tausi. Lipi sasa? La wauaji. Kwa nini? Kwa sababu unatakiwa kupeleleza na uwe kama mtu ambaye anapeleka ripoti maalum kwa wenzako, alisema Tausi. Okay, sawa, Dorika alisema. Basi walijikuta wakizungumza na kupanga namna nzuri ya kufanya ili kukamilisha misheni ngumu ya kuondoka utawala wa kiuni ambao ulikuwa unafanywa na Dorisi akiwa na mama yake. Basi Dorika kazi hii kwake alikuwa amepewa, alikuwa akiwazia sana. Aliona kama anakuwa na mzigo mkubwa mno mbele yake, kutoka kuua kisa mapenzi hadi kuwa mpelelezi kama sio askari wa usalama wa taifa. Aliona kama ni ngumu. Kama nitaweza basi Mungu nionyeshe njia, alijisemea ndani ya moyo wake.
Basi usiku ulipoingia alirudishwa tena jela ili kusubiri tamko la rais juu ya kuachiwa huru na kuanza maisha mapya. Akiwa ndani ya jela aliwaza mno, hakuamini kama anarudi uraiani kwa namna nyingine kabisa nje ile ambayo yeye alikuwa akitarajia. Kwa mimi nenda kupeleza nini jamani, mbona kama kazi ngumu hivi? Ina maana jeshi la polisi kweli limeshindwa kazi yake? Alikuwa akijiuliza maswali mbalimbali ambayo alikuwa akikosa ufumbuzi. Basi hatimaye kulipambazuka, kukakuchwa, kukapambazuka tena na tena mpaka tarehe ya kuachiwa wafungwa huru ilifika, na yeye alikuwa ni miongoni mwa watu ambao waliachiwa huru. Alivyotoka jela lilikuja gari ambalo lilimpakia na kumpeleka katika makao makuu ya usalama wa taifa jijini Dar es Salaam, ambako huko angeanza kuonyesha wenzake namna ambavyo kazi ingekuwa inafanyika, lakini pia angeelekezwa ni wapi aanzie na wapi akamalizie. Na sasa ni majira ya saa 2 usiku ambako alikuwa ni nje ya jengo la makao makuu ya usalama wa taifa. Lilisimamishwa gari na kisha alishushwa Dorika na kuambiwa kwamba floor namba 10 kuna mtu anakusubiri sasa hivi. Dereva wa gari lile baada ya kuzungumza hivyo aliondoka akimwacha Dorika akipiga hatua. Taratibu Dorika alitembea hadi kufika mapokezi ambako alipimwa na vifaa maalum, na kisha alipothibitika kwamba alikuwa na uhalali wa kuingia ndani, basi aliruhusiwa. Alipanda lifti ambayo ilimfikisha katika floor namba 10, na huko akiwa na kadi maalum ambayo alipewa mapokezi. Basi kadi hii ilikuwa kama sehemu ya utambulisho wake pindi ambapo atakuwa ndani, na baada ya kufika alichanja ile kadi katika mlango wa chumba ambacho kwa kimeandikwa meeting hall, yani ukumbi wa mikutano. Baada ya kuchanja mlango ule ulifunguka na yeye aliingia ndani, akakutana na sura mpya ambazo hakuzifahamu. Alimtazama kila mmoja huko akikaribishwa na mkuu wao ambaye alikuwa mbele. Karibu Dorika Solomon Girl King, alisema mkuu, na akasema asante sana, nimekaribia. Dorika alisema akiendelea kurandisha macho yake katika sura nyingine huku pia akitazama huku na huku. Kimya kilipita huku Dorika akikaa katika kiti. Mazungumzo yaliendelea. Guys, kama mtakuwa mna kumbukumbu ni kwamba tuliambiwa kutakuwa na new member, is it? Aliuliza mkuu. Yes, tunakumbuka, so is it her? Aliuliza msichana wa makamu hivi huku akimtazama Dorika. Ndio, by the way Dorika, hongera sana. Nimepata kupewa sifa zako kede. Na mimi nikasema sio mbaya kuunganisha na timu yangu. Mkuu alisema na kisha alikaa kimya kwa sekunde hivi. Alimtazama Dorika kana kwamba alitaka kumuuliza kitu. Akaendelea. Naitwa Hussein Muhibu, kulia kwako ni Grace Upendo na kushoto ni Halima Mdee Kiengwa, na huyu ambaye ana ndevu hapo anaitwa Solo, alisema mkuu kwa kujitambulisha. Afande, asante, nimefurahi kuwajua, mimi naitwa Dorika Solomon King. Dorika alijitambulisha tena na kila mmoja alipiga makofi na kisha wakarudisha umakini kwa Hussein. Najua tuko wengi ila sisi ndo muhimu kwa sasa. Kila mmoja na majukumu yake, japokuwa wote tunatakiwa kutekeleza lengo la kumteka Dorisi katika mikono yetu, Hussein alisema. Okay, hakuna shida, na nini ambacho kitafanyika maana bado sijaelewa kitu hata kimoja, alisema Dorika. Basi walijikuta akicheka kwa sekunde hivi, na Hussein baadaye alisogea katika switch na kuwasha, hali ambayo ilifanya kutokea kwa picha ya Dorisi pamoja na mama yake yani Glad, na ilitua katika eneo la ukuta ambako kulikuwa na pazia jeupe. Basi akasema, hawa ndo wahalifu wetu na ndo ambao wanasumbua kila sekunde ndani ya jiji letu. Kulia ni Glad na kushoto ni Doris. Dorika alitazama picha kwa zaidi ya dakika moja hivi. Aliona amefanana mno na Grace. Akatamani kuuliza, lakini aliona ni vyema kuwa kimya ili kuendelea kusikiliza. Ndio mkuu, alisema Grace. Kinachohitajika kwa sasa hivi ni mmoja wetu kuingia katika kundi hili na kufahamu wanafanya nini. Njia rahisi ya kuwafikia ni ipi na utawala wao uko wapi hasa na kila kitu, Hussein alisema. Ina maana hawana eneo maalum? Aliuliza Dorika. Eneo wako nalo, lakini kwa bahati mbaya Dorisi amekuwa ni mtaalamu wa kompyuta mno, anaichezea kama vile ambavyo mtoto mdogo anachezea maji katika beseni. Kwa hiyo we need someone to be there. Tunahitaji mtu awe pale, na huyu sio mwingine ila ni wewe Dorika. Hussein aliweka kituo huku akimnyoshia kidole Dorika. Basi kimya kiliwasabai kwa muda huku wote wakimgeukia Dorika na kumtazama. Kwa nini mimi? Aliuliza akifahamu wazi kwamba jibu lingekuwa kama ambalo alipewa na Tausi Ramadhani. Kwa sababu hakuna mtu mwingine ambaye anakufahamu wewe nje ya hawa wengine, alisema Hussein. Okay, tunaweza kuendelea sasa. Hussein alipoona nafasi ambayo alikuwa anisubiria kwa wazi, akasema kwamba kwa leo utaingia huko. Utahakikisha kwamba unalichunguza kundi kila dakika, kila sana, kila sekunde. Chonde. Make sure kwamba kama ambavyo uliweza kuwa bila kukamatwa hadi siku namaliza mauaji yako, basi hivyo. Hakuna shida. Naanza lini? Dorika aliuliza.
muda huu kodi yako hapa na mambo mengine tutawasiliana. Kutoka hapa hadi katika eneo ambalo unakutana na hao watu utapelekwa. Kuna usafiri hapo nje unakusubiri, alizungumza Hussein. Basi Dorika aliinuka na kwenda kuchukua kitu ambacho kinaitwa code na kisha alianza kuondoka. Alifungua mlango huo na aliondoka zake. Ingawa hakupewa maelezo ya kuridhisha sana, lakini alihisi kwamba hata yale ambayo alikuwa amepewa basi ilikuwa inatosha kabisa kuanza kuyatumia. Akiwa katika lift bado hajaondoka, alishangaa mlango ukifunguliwa na Grace aliingia. "Kuna nini?" Dorika aliuliza akimtazama Grace ambaye ni kama alikuwa mtu mwenye papara hivi. "Sorry, kwa lipi? Nataka nikupe kazi nyingine unisaidie." "Ipi hiyo?" "Na wasiwasi kama Dorisi ni sehemu ya mimi, kwamba yani kama ndugu yangu hivi. Na mnafanana hata hivyo, kwa hiyo utakaje? Kama utakuwa na uwezo basi hakikisha kwamba unapata damu yake. Nataka nipime DNA ili nijue kama ni kweli au la." Grace alisema. Basi Dorika alitafakari kwa muda na aliona anapewa kazi nzito ambayo mwanzo hakuitarajia. Kwa jinsi ambavyo Grace alifanana na Dorisi, alihisi huenda kulikuwa na uwiano wa damu. "Najua ni kazi ngumu lakini nakuomba tafadhali," alisema Grace. "Okay, sawa, nitajaribu." Dorika aliitikia huku akimtazama Grace ambaye alishuka katika lifti. Mbele ya Dorika kulikuwa na kazi mbili kwa watu ambao hajawahi hata kuwaona zaidi ya kuwasikia tu. Ilikuwa ya kwanza kukamilisha kile ambacho ametumwa na serikali, ikiwa ni sehemu ya upelelezi, pamoja na kazi ya pili ambayo ilikuwa ni kuchukua damu ya Dorisi ili aweze kumpatia Grace kwa ajili ya vipimo vya vinasaba. Okay, na sasa tunaishia hapo. Je, unafikiri Dorika atakwenda kufanikiwa kwenye kile ambacho anatakiwa kufanya? Lakini kwa nini serikali basi imeamua kumchagua Dorika kufanya kazi hii? Waliona nini? Lakini vipi kuhusu huyu Dorisi ambaye anahisi kwamba ndugu yake ambaye ni jambazi anatafutwa, anahisi kwamba ni ndugu yake na anatakiwa kufanya vipimo vya DNA? Yuko sahihi ama yuko wrong? Tuendelee kuombeana, lakini pia tumuite ndugu yetu Sam Dafur basi atupe msimu wa pili wa simulizi hii ambayo imekuwa na utamu kunoga. Imeisha lakini imeanza upya. Umeona, yani tumeisha, tumemaliza, tumefanya kisasi na kila kitu, lakini Dorika si amerudi kwenye game. Bila shaka umeenjoy, umeburudika, kuna funzo umepata na kuna kitu chochote ambacho umeondoka nacho. Itakuwa ni vizuri pia kama utaniandikia hapo chini kwenye uwanja wa comment ukaniambia nimesikiliza kutoka katika nchi fulani lakini nimejifunza kitu hiki na hiki na hiki. Itakuwa ni vizuri sana. Feedback nzuri ndizo ambazo huwa zinaleta mara nyingi simulizi nyingi na kali zaidi ya hii ambayo ilikuwepo. Asante sana Sam Dafur, asante sana Simulizi Zetu Media, na wakati wote nilikuwa nakusomea simulizi hii. Jina langu naitwa Tutu.